Bwana Yesu asifiwe. Tuko na kichwa cha ujumbe ambayo ni prosperity ama kufaulu katika maisha, na tuko na subtopic ambayo ni they had a lot of money, yaani kwa Kiswahili nasema ama inamaanisha kwamba walikuwa na pesa nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Hawa ni kina nani walikuwa na pesa nyingi? Ukisikia hiyo historia ama ile neno ya kwamba walikuwa na pesa nyingi, inawezekana walikuwa na pesa nyingi wakati huo, lakini saa hii hawana. Na hawa ni kina nani? Unapaswa kujua ni kina nani na walikuwa na pesa nyingi wapi. Tukiangalia katika mtazamo, tunaona ya kwamba Yesu na wanafunzi wake walikuwepo nyakati zile. Kwa hiyo walikuwa na pesa. Si ati sasa tunasema wako na pesa kwa sababu wanaonekana ama waonekane. Hayo hayatuhusu, ya sasa kuwahusu. Lakini historia yao ya miaka ile, walikuwa na pesa nyingi sana. Tulisoma katika Jumapili moja hii iliyopita na hiyo nyingine kwamba walikuwa na pesa nyingi mpaka wao pia na wao wakawa wanatoa, wanasaidia wengine. So nataka tuangalie katika maandiko matakatifu, walikuwa na pesa nyingi Yesu na wanafunzi wao. Maandiko yanasema ya kwamba mwandishi wa Yesu alikuwa nani. Maandiko yanasema ya kwamba chairman wa wanafunzi wa Yesu alikuwa nani. Lakini maandiko yanatuelezea kuhusu mweka hazina ambaye alikuwa anaitwa nani? Judas Iskariote. Amen. Amen. Masai mwingine akawa anaulizwa akasema alikuwa anaitwa Julius Iskariote. Hakuwa anaitwa Julius Iskariote. Alikuwa anaitwa Judas Iskariote. Amen. Ni kumaanisha yeye mwenyewe alikuwa anaitwa Judas, lakini baba yake alikuwa anaitwa Iskariote. Kwa hivyo ni Julius wa Iskariote. So tukiangalia katika maandiko matakatifu, Yohana mtakatifu mlango wa 12. Yohana mtakatifu mlango wa 12, fungu la 4 mpaka fungu la 6 inasemaje? Basi Yuda Iskariote, mmojawapo wa wanafunzi wake, ambaye ndiye atakaye msaliti, akasema, mbona marhamu hii haikuuzwa kwa dinari 300 wakapewa maskini 6? Naye aliyesema hayo si kwa kuwahurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwivi. Bwana Yesu asifiwe. Bali kwa kuwa ni nani? Ni mwivi. Naye ndiye aliyeshika mfuko akavichukua vilivyotiwa humo. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kwamba kuna mwanamke alienda kumwangukia Yesu, na huyu mwanamke alikuwa kahaba, alikuwa mwizi, alikuwa tajiri, alikuwa daktari, alikuwa mfanyabiashara. Hiyo hatuongelei kuhusu saa hii. Naongelea ya kwamba huyu mwanamke alipoenda kumwangukia Yesu, akawa anampaka mafuta, akamimina mafuta katika miguu ya Yesu, akamuosha Yesu. Na alipokuwa akimuosha Yesu, Judas Iskariote akijua ya kwamba yale mafuta yako ghali sana, very expensive, yako ghali, akasema ya kwamba haya mafuta yangeuzwa, na kuuzwa kwake ile pesa ingechukuliwa ikasaidia nani? Maskini.
Tumesema kwamba, na nimeuliza swali ya kwamba, je, Yesu alikuwa maskini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tukiangalia tunaona ya kwamba mafuta ya pesa nyingi yalimwagwa katika miguu yake, ni yule mwanamke, na Yesu akaoshwa, na alipokuwa akioshwa na yale mafuta kwa kupakwa, na akapaguswa na nywele. Sijui kama tunakumbuka hiyo story. Na watu walipoona wakashtuka, wakasema, mbona? Yesu akamwambia kwamba yule mtu wa pale aliyekuwa akishangaa, mwenye nyumba, ya kwamba mimi kutoka nimeingia hapa kwako si kupata maji ya kunawa miguu. Je, walikuwa na viatu miaka hiyo? Sijui, sikuwepo, na haikuandikwa kwa Biblia, haikuandikwa, lakini kunaonekana walikuwa wametembea kwa muda. Na hata kama ukatembea kutoka hapa mpaka town, utapata vumbi kwa miguu? Utapata. Ukatoka hapa mpaka hapa Sadaka, utapata uchafu kwa miguu ama vumbi? Utapata. Je, kutoka hapa mpaka kwa hapa barabarani? Utapata. Utapata. Bila viatu, hata ukiwa na viatu, hata viatu vitapata vumbi. Hata ukiwa kwa gari vitapata uchafu. Na Yesu akasema, toka nilipofika hapa kwako, hujanipa maji ya kunawa miguu. Lakini angalia, huyu amemimina mafuta katika miguu yake. Judas alisema haya mafuta yangeliuzwa wagawanyiwe maskini hizo pesa, si kwa sababu alikuwa anahurumia maskini, lakini ni kwa sababu alikuwa anataka hizo pesa apatiwe yeye, kwa sababu yeye ni mweka hazina. Zikishauzwa haya mafuta yakiuzwa, ataweka wapi pesa? Siende mweka hazina. Alikuwa anafanya hivyo ili kusudi ile pesa ikipatikana, yeye anajua kwa fungu lake wapi hapo. Ni kama tunapata taswira sasa. Anasema yauzwe, lakini kuuzwa, anasema yakiuzwa yapatiwa maskini. Lakini ukiangalia the real sense, sio maskini anataka wapatiwe zile pesa, hapana. Yeye anasema tu tupatie maskini, lakini sio maskini wanapewa zile pesa. Anaongea hivyo ili ile pesa, kwa sababu anajua yeye ni mweka hazina, atachukua ile pesa aitumie yeye, na alikuwa akitumia pesa yote ambayo imetoka katika huduma, yeye anatumia. Kwa mfano, tukiwa na treasurer hapa kanisani, anajua kila Jumapili ikifika jioni, yeye atakula nyama nusu kilo ama kilo 2, kwa sababu sadaka zitatolewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jana mwingine nilikuwa nikisikia akisema wachungaji hawatoangi sadaka kabisa, wachungaji hawatoangi pesa kabisa. Yaani nikashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Wachungaji, nilijaribu kumshauri mpaka baadaye akainua mikono akasema, pastor, nitakuja nisikize, nitakuja unifundishe naye. Nikataka huo ujumbe wake. Kwa nini? Nilimuuliza, unajua mchungaji wako anaingia gharama kiwango gani ili atumikie Mungu, ili aweze kutumika katika madhabahu? Anaingia gharama kiwango gani? Na hata kuna siku nakumbuka niliitwa ni washirika 6. Washirika wangapi? 6. Huyu hapa na shida, 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 mpaka wote 6. Na wote wanataka kila mmoja anifike kwake. Na ukiangalia hata ile sadaka walitoa Jumapili shilingi 240. Na washirika 6 wananita. Na penye niko mpaka yule mshirika ambaye yuko karibu na hapo ni shilingi 100.
shilingi mia ngapi? 100. Na kutoka kwangu mpaka hapo penye nimeenda ni shilingi 200. Sasa kutoka hapo penye niko mpaka hapo kwa ule mshirika wa kwanza wa kumuona shilingi 100. So kama katika sadaka zinatolewa ili mchungaji asaidiwe na ile sadaka yako kufanya huduma. Haya, nitatoa shilingi 100 ya kutoka penye niko mpaka, sio zile nimeenda nazo, achana nazo. Hizo mimi nimeenda tu shughuli zangu. Ambayo inanipasa pia kanisa linisaidie, linisupport. Kutoka pale mpaka mshirika wa kwanza nililipa shilingi 100. Ukabaki pesa ngapi? 140. Hata sihesabu ile transport ya kutoka kanisani mpaka kwao. Sihesabu. Hapo sijahesabu. Nataka uone zile sarakasi ambao wachungaji wanapitia. So, ukiangalia nilipohudumia mshirika wa kwanza, kutoka hapo huyo mshirika wa kwanza ambao nimetumia shilingi 100 mpaka kwa yule mwingine wa pili shilingi 50. Nikalipa. Bado wangapi? 4. Shilingi 50 nikabaki na ngapi? 190. Si 190, nikabaki na 90. 90 zile baada ya kumhudumia yule kama nusu saa, kutoka kwa yule wa pili mpaka yule wa tatu shilingi ngapi? 200. Na nakuhudumia wa tatu 200. Sasa nabakiwa na pesa ngapi? Piga hesabu. Niongeze 100 na kupata ni minus 110. Ni minus 110. Watatu huyo. 4 nikaenda kumhudumia kutoka hapo mpaka pale kwa yule shilingi 50. Hapo ni minus 160. Kutoka kwa yule 4 mpaka yule wa 5 shilingi 150. Ni ngapi hiyo? 310 minus 310. Kutoka kwa ule wa 5 mpaka ule wa 6 shilingi 200. 510. Sasa pasta naye ameenda kufanya kazi ili apate riziki ya mtoto wake ama ya watoto wake na mke wake na yake. Na nataka alipe nyumba pale anapoishi. Usihesabu amejenga kwake. Alipe rent. Mchungaji ana pesa ya kutoa. Washirika wamekamua pasta. Na hao wanakuja kanisani Jumapili, si kuwaona wakija kutoa sadaka madhabahuni. Na wale ambao hawatoa sadaka ndio wana shida. Bwana asifiwe. Nilimuuliza tena pasta, anaweza kuingia kwa mfuko akatoa sadaka, akaweka kwenye kikapu cha sadaka, arudi ajiombee, ajibariki, tena arudi achukue tena atie kwa mfuko wake. Unaweza kujibariki? Wezi. Nikamtumia Waebrania mlango wa 7 fungu la 7. Inasema Waebrania mlango wa 7 fungu la 7. Inasema hivi, wala haikanushiki ya kwamba mdogo kubarikiwa na mkubwa. Yule hapo na Biblia angalia kwa Somalia akiendelea. Inasema hivi, wala haikanushiki ya kwamba mdogo kubarikiwa na mkubwa. Na uweze kutoa sadaka tena utoe kwa mdogo, tena ukitoka kutoa urudi madhabahuni wewe ni mkubwa, tena urudi ujibariki. Leo ushuke tena utoe, uchukue tena. Inaenda namna gani ndaleweka? Haieleweki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uweze kwenda kazini kufanya kazi, ukajiandikisha kwamba una watoto na mke. Una watoto wangapi? 6. Watoto wangapi? 1. Alafu upatiwe mshahara ambao unatoshea hiyo familia yako pamoja na wewe. Ukifika nyumbani una mke wala watoto, unarudi na uchukue ile pesa, riziki ya watoto na ya mke unatumia wewe. Utakuwa umetenda haki? Hapana. Huwezi kujibariki. Niliongea naye akamwambia pasta, nitatafuta wakati nikuje unifundishe maandiko. Yaonekana sijui. Maandiko yanasemaje? Yanasema sadaka na dhabihu zije kamili katika nyumba ya Bwana. Tulisoma hiyo Jumapili katika main service. Na hapa first service tulisoma. Na watu wengi
wamefinyiliwa na shetani wa umaskini, ili wasitoe, ili wasibarikiwe. Wamedhulumiwa na shetani wa umaskini, amewakandamiza, na wao kwa akili zao wanaona ya kwamba wakitoa pasta anatajirika. Uliambiwa nani pasta anatajirika? Piga hesabu ya shilingi 600 na kitu pasta ametumia kwenda huku na huku, na washirika walitoa 240. Pasta alibaki na nini? Si alibaki na deni? Si alibaki na deni? Hawa wachungaji ni watu wa kuuliza kuhusu sadaka. Wazi wauliza kuhusu sadaka, wanagharimika pakubwa. Na ile siku moja, je, siku zingine 5 mpaka wiki ishe? Je, familia yake? Maandiko yanasema afanyaye huduma katika madhabahu ale katika hayo madhabahu. Ndio kuna wale wataanza kufanya huduma katika madhabahu, lakini kukua kwao na kujengwa kwao, baadaye wataanza kula katika madhabahu wakiwa washajengwa unique naturally. Wewe unaenda kufanya huduma madhabahuni, ni kule vya madhabahuni. Kabla ufikie kuanza kula, utapitia mahali parefu sana. Wachungaji kupitia changamoto mpaka tukaona ni kama tulitenda dhambi, tutubu tena upya. Lakini ukiangalia maandiko yanakwambia Yesu alitusamehe dhambi zetu. Hatuna haja ya hatujatenda dhambi. Tumesamehewa, na msamaha ni mara moja, si mara mbili. Kama unatenda dhambi ili usamehewe tena, jua wewe ni wajana. Bwana Yesu asifiwe. So Judas Iskariote alitaka yale mafuta yauzwe ili apate kupata pesa za kutia mfukoni, ambayo ile ilikuwa si sawa. Yesu hakuwa maskini, alikuwa na makazi, alikuwa na mtu wa kusimamia pesa zake. Yesu hakuwa maskini. Bwana Yesu asifiwe. He had a treasurer, Judas Iskariote. Judas kept the money back. Tuangalie verse 6. Hiyo verse 6 inasemaje? Chapter 12 verse 6. Naye aliyasema haya si kwa kuwahurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwivi, naye ndiye aliyeshika mfuko akavichukua vilivyotiwa humo. Tuangalie kitabu cha John chapter 13 verse 27 and verse 29. John chapter 13 verse 27 to verse 29. What you are about to do, do it quickly. Jesus told him, but no one at the meal understood why Jesus said this for him. Since Judas had charge of the money, some thought Jesus was telling him to buy what was needed for the feast, or to give something to the poor. Ukiangalia hapo katika verse 27, na baada ya hilo tonge shetani akamwingia. Basi Yesu akamwambia, uyatendayo yatende upesi, wala hakuna mtu katika wale walioketi chakulani aliyeijua sababu ya kumwambia haya. 29. Kwa maana wengine walidhani kwa kuwa Yuda kuchukua mfuko, ya kuwa Yesu alimwambia kama nunua mnavyohitaji kwa sikukuu, au kwamba awape maskini kitu. Unaona, hata alikuwa ameaminiwa, anaenda ananunua chakula wanapatia maskini, ananunua nguo wanapatia maskini. Kama nguo ndio zilikuwepo wakati ule, si kuwepo, walikuwa wakivaa ngozi, sijui. Alikuwa ameaminiwa, alikuwa amewekwa uhuru. Na Yesu alijua kwamba Judas Iskariote alikuwa mwizi. Ndio alijua. Bwana Yesu asifiwe. Ndio alijua, si ati Yesu hakujua. Alijua kwamba Judas ni mwizi.
na alikuwa pale. Ndio maana wanasema na shetani akamuingia. Bwana asifiwe. Alimwambia afanye haraka yale ambayo nataka kuyafanya. Kwa nini Kristo alikuja duniani? Alikuja ili afe kwa ajili ya wenye dhambi. Ndio sababu akamwambia fanya upesi lile ambalo unakusudia kulifanya. Maana shetani alimuingia. They were so used to be givers. Walikuwa ni watu wa kutoa. Yesu na wanafunzi wake walikuwa ni watu wa kutoa. Je, Yesu alikuwa ya kwamba Simon Petro watashika samaki wengi, wakati akiwaambia nendeni mpaka kilindini mkazishushe nyavu? Je, Yesu alijua watashika samaki wengi? Alijua idadi ya samaki? Ndio alijua. Maana yeye ndiye muumbaji wa zile samaki. Yeye ndiye aliumba ile bahari. Yeye ndiye ameumba mito. Bwana asifiwe. Na alipowaambia washuke mpaka kilindini wazishushe nyavu zao. Petro akamwambia kwamba Bwana mkubwa, tumekesha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako mtazishusha nyavu. Na wakashika samaki wengi. Samaki walioshikwa mpaka neti zikawa zinapasuka. Wakawapongea washirika wenzao waliokuwa mbali kidogo, karibu na wao pia, wale kuwasaidia. Wale walipokuja wako mlikuwa mmepitia nini? Waliona kazi ya kutoa samaki. Wakasaidiana kwa samaki. Hawa wanaenda huku, wale wanaenda kule. Samaki wakajaa vyombo vyote viwili, vikawa ni kama vinazaa. Bwana asifiwe. Na baada ya hapo Simon Petro anaanguka mbele ya Yesu. Anamwambia Yesu, ondoka karibu na mimi, kwa maana mimi ni dhambi. Lakini walipoondoka mahali pale, Yesu akamwambia nifuate, nawe utakuwa mvuvi wa watu. Ndio wakaenda wakaegeza vyombo vyao kando. Maandiko hapo hayaelezi tena kwamba samaki zilipelekwa nyumbani ama samaki ziliuzwa, lakini ilikuwa ni ishara kwamba wapatikane. Bwana asifiwe. Wakapoekeza zile mashua zao, wakaondoka wakamfuata Yesu. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. John chapter 19 verse 23 and 24. John 19 23 and 24 to 24. Nasema nao askari walipomsulubisha Yesu, waliyatwaa mavazi yake wakafanya mafungu manne. Nitarudia. Nao askari walipomsulubisha Yesu, waliyatwaa mavazi yake wakafanya mafungu manne kwa kila askari fungu lake, na kanzu nayo. Basi kanzu ile haikushonwa, ilikuwa imefumwa. Nataka uelewe hapo, ilikuwa imefumwa yote pia tangu juu. Basi wakaambiana, tusiipasue, lakini tuipige kura iwe ya nani, ili litimie andiko lile lililonenwa, waligawanya nguo zangu na vazi langu wakalipigia kura. Basi ndivyo walivyofanya wale askari. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, waligawanya mavazi yake mafungu mangapi? Manne. Wale askari walikuwa wangapi? Walikuwa wanne. Yesu alikuwa akatoa nguo zake wapi ili wagawane? Yesu alikuwa akitembea nguo zake, alikuwa na kakopa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Alikuwa na nini?
kalikuwa na scrolls ndani vya mafungu, na yeye ndiye mwenye neno. Nguo zake zilikuwa za kuhesabu, hazikuwa nyingi, maana hata wale aliwatuma kuhubiri neno aliwaambia msichukue mfuko wote. Ile kanzu ambayo walitoka nayo ilikuwa ni hiyo hiyo. Kwa ufupi, ilikuwa ni ile nguo alikuwa amejifunga na hiyo kanzu yake. Hizo zingine sijui ni gani, sikuwepo. Hayo ni mawazo yangu. Sio kasema mtu wa Mungu amesema ya kwamba alikuwa na nguo ile. Siseme namna hii. Lakini nguo ya Yesu inasemekana ilikuwa imefumwa, haikushonwa. Ilikuwa imefumwa kutoka juu kwenda chini. Bwana Yesu asifiwe. Je, Yesu alikuwa maskini? Hakuwa maskini. Amen. Wakorintho wa pili mlango wa 8 fungu la 9. Wakorintho wa pili mlango wa 8 fungu la 9. Wakorintho wa pili mlango wa 8 fungu la 9 inasema nini? Nani amepata? Maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yetu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri. Matajiri kwa umaskini wake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hakuwa maskini. Yesu alikuwa tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa nani? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yesu alikuwa nani? Alikuwa tajiri. Hakuwa maskini. Nikwambia alikuwa tajiri na magari. Mercedes Benz za wakati ule, Prado za wakati ule, Land Cruiser ya wakati ule. Ilikuwa ni gari za aina gani? Hapana. Punda. Ilikuwa ni nini? Punda. Ukienda Lamu utaona nini? Punda wengi. Ukienda Tanariva utaona nini? Punda wengi. Sasa zilikuwa Mercedes Benz za wakati ule. Wale watu ambao walikuwa matajiri, mataikuni, walikuwa wanatembea na magari kama haya. Zile ndio Prado za wakati ule. Zile ndio Land Cruiser. Zile ndio ndege za miaka ile. Bwana asifiwe. Na Yesu anasemaje? Enendeni mpaka kijiji kinachowakabili, nanyi mtamwona punda na mwanapunda, mfungueni, na atakayewauliza waambieni namna gani Bwana ana haja naye. Si Bwana ana haja na wao. Punda na mwana. Tuko pamoja? Yesu alisema enendeni mpaka kijiji kinachowakabili, mtamwona punda na mwana punda. Basi yule punda mfungueni, na mtu yoyote atakayewauliza waambieni kwamba Bwana ana haja naye. Bwana alisema waambieni Yesu alikuwa na haja naye? Hakusema Yesu. Hakusema Yesu. Hakusema waambieni Yesu ana haja naye. Alisema waambieni ya kwamba Bwana ana haja naye. Jina la Bwana lipewe sifa. Na wakaanza kufungana wakalete. Walipoleta, Yesu akapanda akakaa juu ya huyo punda. Si mwanapunda, juu ya punda. Na wao wakavua nguo zao. Sijui kama walibaki na nguo gani kwa mwili. Wakastandika. Na matawi ya mitende pia wakatandika. Yesu akapita juu yake na ule punda. Punda alitendeza akaanguka? Hapana. Nao wakashika matawi ya mitende wakaenda wakiimba kusema ya kwamba Hosana, Hosana, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Amen. Amen. Mimi nataka nikubariki asubuhi ya leo, kwa sababu Kristo hakuwa maskini, kwa sababu Kristo hakuwa dhaifu kwa mali sote. Maana wanasema fedha na dhahabu ni mali ya Mungu. Yesu alikuwa na kila kitu, kama ile gari ya mambo ya nguvu. Unajua nataka kuongea Kikamba,
Nataka kusema ngali. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio napenda Wakamba sana. Nimeoa Mkamba. So napenda Kikamba sana. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengine mkiona na shirafu Kikamba msinicheke. Mjue napenda tu Wakamba. Hata kama mimi si Mkamba, kama ni Mkamba tu napenda Kikamba. Na hakuna mwenye anachukia kabila ya. So ile gari ilikuwa ni gari ya nguvu ya Kaini. Ile gari ambayo ilitembelea na mfalme. Yesu alitembelea. Na watu wakafanya hivi. Unajua hii mambo ya president ama wafalme kutandikiwa kapeti nyekundu haikuanza leo, ilianza wakati wa Yesu. Lakini maandiko yanasema kwamba alipewa kapeti nyekundu. Walitandika nguo zao. Wakatandika matawi ya mitende. Wengine wakaipandisha juu, wakasema Hosana, na wakaimba kwa sauti, Hosana ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Amen. Na kwa sababu sisi ni Wakristo, tumeokoka, sisi ni watoto wa Mungu. Fedha na dhahabu ni mali ya Mungu. Nataka nikubariki asubuhi ya leo. Inua mikono yako. Kwa sababu Yesu alikuwa tajiri, ili na sisi tupate kuwa matajiri. Pokea utajiri katika jina la Yesu. Pokea utajiri katika jina la Yesu. Pokea utajiri katika jina la Yesu. Pokea utajirika katika jina la Yesu. Tajirika katika jina la Yesu. Utajiri ukawe sehemu yako. Utajiri ukawe katika jamii yako. Utajiri ukawe katika mifuko yako. Utajiri ukawe katika watoto wako. Utajiri ukajae katika maisha yako. Utajiri ukajae katika vizazi vyako, katika jina la Yesu Kristo. Mungu amani akubariki sana. Thank you.